Ukisikia mwana wa uovu, maana yake huyo hata ufanye nini, hata kaa aokoke, hata kaa badilike, huyo tunamuita ni mwana wa nini, wa uovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa kuna karama, naomba uanze kuzitaja hizi karama zinazoambatana na huduma zile tulizozitaja. Huduma zinatolewa na Yesu ambao tumesema mitume, manabii, wainjilisti, lakini ili zifanye kazi zina karama zinatakiwa ziambatane nazo. Yes, endelea kwenye hicho kitabu kutusomea. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima. Mmoja apewa hekima, yaani mmoja tu anaweza akapewa hekima, uwezo wa kutatua mambo ambayo mengi yanaweza kawa magumu kwa wengine, lakini kwake ni jepesi tu. Ni hekima hiyo, uwezo wa kutatua mambo. Unaweza ukapewa hiyo. Watu wanapotaka kusuluhisha jambo tu lazima wakutafute. Tafuteni fulani. Yule ndio jambo likienda kwake huwa linafanya nini? Huwa linaisha haraka. Amen. Maana yake huyu amepewa karama ya nini? Ya hekima. Na mwingine neno la maarifa. Mwingine amepewa neno la maarifa. Anaweza akawapa habari za mambo ya mbingu mkiwa eneo tu, kwenye tukio tu. Anaweza akamwambia hapa sio pazuri sasa hivi, tuondokeni. Sijui najisikia tu hapa fai sasa hivi. Hilo ni neno la maarifa. Amina. Ameletewa sasa hivi. Amen. Ukilizarau ataondoka na utashangaa tukio linatokea eneo husika. Maana yake huyu amepewa kipawa cha maarifa. Amina. Maarifa ni neno ambalo hutoka katika mbingu kumjilia mtu kwa ajili ya jambo fulani kwa haraka, iwe ni kwenye kundi au kwa watu mmoja mmoja kwa jinsi yake. Ni maarifa. Kwa karama hizi ziko 9. Ya kwanza ndio hiyo tumesikia, karama ya hekima. Kuna karama ya maarifa ambayo ndio hii tumeisema sasa hivi. Nyingine, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani. Mwingine upewa karama ya imani. Yaani huyo mtu anachokiamini, anachokisikia ndicho anachokiamini na ndicho anachokitenda na kinakuwa kama hivyo hivyo. Huyo maana yake tunasema huyo mtu ana karama ya nini? Ya imani. Imani huja kwa kusikia. Ndio kama huyo ambaye tumemtamka ambaye ni Benson Daoza, amesikia mara moja. Baada ya hapo akachukua hatua, akaenda, akaamini mfu anafanya nini? Anafufuka. Na mfu akafanya nini? Akafufuka. Hawa watu tunasema wana karama ya nini? Ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine karama za kuponya katika Roho yule yule mmoja. Mwingine karama za kuponya. Kuna wengine hapa wao wamepewa karama za kuponya. Akitokea mgonjwa tu, akigusa tu namna hii, yeye hahitaji akeshe sana kwenye kuombea mgonjwa. Ukisikia mtu ana karama ya uponyaji, maana yake hatumii nguvu nyingi kama ambavyo angetumia mtu ambaye hajapewa. Tunaelewana mpaka hapo? Mtu ambaye hajapewa anaweza akamfanyia counseling kwanza, mtu akamwambia hivi, nenda kaombe maombi ya toba hii na hii, utoke hapa ufanye hivi, na huyo mtu kweli atapona kwa kufuata hivyo maelekezo anayopewa. Lakini mwenye karama ya uponyaji, yeye anapiga, anasema pokea uponyaji, na hapo uponyaji unafanya nini? Unatokea instant. Huyo mtu ana karama ya nini? Ya uponyaji. Amepewa hiyo. Anaweza akanyimwa vingine vyote, anaweza akanyimwa hekima, akanyimwa maarifa, lakini uponyaji akapewa. Na hicho ndio Mungu anachompa ili awashangaze wengine. Wengine waseme yule wewe wagonjwa wako unaowajua wewe, peleka pale, harudi kama alivyoenda. Amina. Yaani hicho ndio Mungu alichompa cha kumfanya yeye aweze kuonekana huku duniani ni mtu fulani. Amen. Na akikitambua na akikitumia kinakuwa na faida kwake na kwa Mungu pia. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karama ya uponyaji. Haleluya. Amina. Karama nyingine, na mwingine matendo ya miujiza. Mwingine matendo ya miujiza. Wengine wamepewa miujiza. Fanya miujiza tu. Haleluya. Miujiza iliwekwa ili kuwafanya wasioamini waweze kuamini. Amina. Na hao watu wasioamini kuna walioko ndani ya kanisa na kuna walioko nje ya kanisa. Kwa Mungu akishagundua ndani ya kanisa kuna watu ambao bado imani zao ni za mashaka, mara nyingi huwa anaruhusu miujiza kupitia mtumishi wake.
ifanyike. Miujiza ile ikishafanyika, hali ya kutetemeka na ya kunyenyekea ndani ya nafsi ya mtu hutokea. Na kujisikia kujinyenyekesha sehemu husika. Amen. Na kujua kumbe hivi vitu ni dhahiri, hivi vitu ni vya kweli. Nilikuwa nadhania ni utani, lakini kumbe ni kweli. Nimejionea mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kazi ya miujiza ni kuwafanya wasioamini waweze kuamini, watu wasiomjua Mungu waweze kumjua Mungu. Ndio kazi hiyo ya karama ya miujiza. Amina. Ukipewa hiyo, kazi yake ni kushangaza watu na kuwavuta watu kwa Yesu. Wengi wanakimbia, hawalazimishi kuokoka, wao wenyewe watakimbia, wanakuja kwa nani? Wanakuja kwa Yesu, kutokana na miujiza wanayoiona. Ndio kazi ya karama ya miujiza. Bwana Yesu sifiwe. Amen. Geukie jirani yako, mwambie umeibeba hiyo. Umeibeba hiyo. Haleluya. Amen. Kama umeibeba, unachelewesha watu, Kuna makundi yanatakiwa yaingie kwa Yesu, yanaitarajia kuona hivyo vitu, na wewe ndio umebeba hicho kitu, umekaa nacho. Kama aliyekuwa na talanta moja aliyefukia afu akatulia namna hii. Hello. Amen. Hello. Karama nyingine, na mwingine unabii. Mwingine karama ya unabii. Unaweza ukapewa karama ya unabii, kuona mambo, kubashiri mambo yajayo. Karama ya unabii aliyenayo unaweza ukahisi ni nabii pia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kazi zake inavyofanya kazi ni kama nabii, lakini sio nabii. Mtu akiwa naye ana uwezo wa kuona mambo yaliyopita, yaliyopo, hata yanayokuja pia ana uwezo wa kuyafasiri. Au anaweza akakwambia jambo na likatokea vile. Maana yake huyu mtu anasema huyu mtu atakuwa ni nabii. Kinachofanya kazi ni karama ya nini? Karama ya kinabii, karama ya unabii. Kuna karama, na karama huwa zinatamaniwa, huwa zinafanya nini? Zinatamaniwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karama nyingine, na mwingine kupambanua. Wengine kupambanua, una uwezo wa kugundua mambo. Kupambanua ni ile hali ya kugundua mambo. Mtu anaweza akaja hapa akaongea kitu kazania naongea ukweli 100%. Lakini ukiwa na hiyo karama, kama ni uongo anasema, tayari yule roho anakuambia huyu ni 1, 2, 3. Unampambanua mtu. Hii alikuwa nayo nyakati za Paulo, akiwa anaenda kuhubiri mahali fulani, akajitokeza mchawi mmoja. Akasema, mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu aliye hai, mtumishi wa Mungu aliye hai. Sasa wewe kama uelewi huyu ni nani, amebeba nini, wewe mwenyewe mtumishi wa Mungu unaweza ukasema moja kwa moja, huyu amenijulia wapi? Mbona sijawahi kuonana naye mahali popote? Kwa nini anasema mtumishi wa Mungu aliye hai? Amebeba kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Amebeba kitu cha aina gani? Kwa ile hali ya Paulo kumpambanua na kumwambia ewe mtu mwovu uliyebeba uovu, na kukemea kwa jina la Yesu roho ikutoke. Maana yake alijua moja kwa moja yule ana roho, karama ya kupambanua, ya kichawi, ya giza, ya kupambanua. Kwa wako watu wana uwezo wa kupambanua, lakini kwa kutumia nguvu za giza pia. Wanajua wewe ni mwana wa Mungu na watakwambia ni mwana wa Mungu aliye hai, huku wakiwa wamebeba nguvu za nani? Nguvu za giza ndani yao, zinazowapa uwezo wa kupambanua. Lakini ukiwa na hiyo karama, inakujalia kumfahamu mtu. Amina. Amen. Tunaelewana mpaka hapo? Amina. Inakusaidia kumfahamu mtu. Amen. Karama nyingine, na mwingine aina za lugha. Mwingine anapewa kujua aina za lugha. Kuna aina ya lugha mbalimbali. Kuna lugha za malaika, kuna lugha za wanadamu, kuna lugha za roho za aina mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Kuna viumbe vingine viko mbinguni lakini vina lugha zake. Lakini kuna watu wamepewa uwezo wa kufanya nini? Wa kutafsiri hizo aina ya lugha, kutafsiri au kufasiri. Wamepewa uwezo wa lugha, kuzifasiri lugha. Wewe unaweza usielewe kitu, lakini utakwambia pale amesema 1, 2, 3. Na mtu akakwambia pale ni 1, 2, 3. Yeye amepewa kipawa hicho. Wewe utataabika hapo, utazunguka, utakaa uweze kufikia hiyo level aliyopewa yeye aina hiyo.
kwa sababu lile ni eneo lake ambalo Mungu afanya nini, amemkirimia na kumfanya aonekane tofauti na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karama nyingine, lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja. Anayezifanya ni Roho Mtakatifu huyo mmoja, ndio anayefanya kazi hizi zote. Yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo. Umpa kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Mgeukie jirani yako, mwambie upewa peke yako. Upewa peke yako. Kama Roho apendavyo. Kama Roho apendavyo. Yeye peke yake. Yeye peke. Vipawa ndani ya kanisa ni vya muhimu sana. Amina. Na ndivyo vinavyosababisha kanisa kukua kwa haraka. Amen. Na kwa spidi kubwa. Visipoonekana, kanisa huduma huonekana kama linakuja kama linapotea, kama linakuja kama linapotea, kwa namna hiyo. Lakini vikianza kufanya kazi, kunakuwa na uvuvio. Mungu anakuwa katikati ya hivyo. Amina. Akiujenga mwili wake kwa spidi kubwa. Amen. Wewe ndiye mbeba vipawa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tumeziangalia karama 9. Karama ya uponyaji, karama ya imani, karama ya hekima, karama ya miujiza, karama ya kutafsiri lugha, kufasiri lugha, kupambanua roho, karama ya kupambanua roho. Hizo ni karama mbalimbali Mungu ameziachia ndani ya kanisa kwa watu wake. Kuna mtu yawezekana uko naye pale nyumbani, unamuona kama ndugu yako aliyeiva kweli kweli, kumbe ndio adui anakula maisha yako kila siku. Wewe ujui anakutafuna kidogo kidogo mpaka akisha kumaliza. Mimi sina ndugu wa damu kama huyu, wa damu ngoja ukose hivi vitu ambavyo tunavizungumzia. Atakutafuna mpaka anakumaliza. Lakini ukiwa navyo vinakupa kupambanua. Amina. Na kujua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nani anayetaka vipawa hivi? Amen. Haleluya. Amina. Vipawa havikufanya kuwa wa kawaida. Vinakufanya kuwa wa tofauti. Haleluya. Amen. Unajua vipawa yanatafuta tafsiri halisi ya kuvielezea, lakini naamini umenielewa. Amina. Uko tayari kupata kipawa chako? Amen. Utakitumia. Amina. Usikionee haya. Kipawa kikishaanza kufanya kazi yako usikionee haya. Tunaelewana mpaka hapo? Ukikionea haya na Mungu naye anakuonea haya. Ukishaanza kujiamini mbele za Mungu uliye naye, ndipo na Mungu uliye naye anaanza kukuamini. Yaani ringa na Mungu uliye naye. Ukisema una Yesu, popote unapoenda acha wajue. Mimi kule kazini ninakofanya kazi, mimi nafanya kazi ya Mungu na kazi ya serikali. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali wanaweza kunikataa. Mwambie jirani yako, hakuna mahali anaweza kukataliwa. Hakuna. Na private nilifanya kazi, na serikalini nafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kipawa hakiwezi kikakukataa. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Siku moja nilikuwa na wanafunzi wenzangu nasoma. Sasa wamezoea kuniona kila tunaposoma. Kwa tunaishi maisha yanaitwa ya ghetto. Maisha yanaitwa ya nini? Ya ghetto. Kila ikifika usiku wanaona nimepiga magoti naomba. Mchungaji, piga sala, unapiga sala. Mchungaji unapiga sala.
wao wako busy na mambo yao ya dunia na nini, piga magoti, mimi naomba na lala. Siku moja kwenye ile nyumba tuliyopanga ilitokea vurumai. Kuna pepo aliwaka huko ambaye ni pepo sio wa kawaida. Kawazidi nguvu wanafamilia wote, na mpaka nataka kuingia kwenye vyumba kuzuru watu. Wale wanaita mchungaji anasema mchungaji kuna kazi huko. Haleluya. Sema mchungaji kuna kazi huko. Kazi aina gani? Anasema kuna mtu kapagawa pepo huko. Sasa wakati naenda na wao wananifuata nyuma taratibu. Tumefika sehemu husika. Vipi? Huyu kashatushinda huyu. Naambiwa walokole ndio wana uwezo wa kuna nini? Nikamwambia shida nini? Hivi na hivi na hivi. Nikamwambia mwachie. Kaanza kukemea kwa jina la Yesu. Kemea kwa jina la Yesu, kaanza tapika minyama, hivi kitu gani kitu ya ajabu hata kuiangalia haifai kuna nini. Kamaliza saa ile akasimama yule mtu. Kuanzia muda ule muda nilikuwa napiga magoti naomba, na wao kabla ya kulala na waona na wao wanapiga magoti. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Siwaambie ombeni. Yes. Lakini wao wenyewe tunakuta wanapiga magoti na wao wanafanya nini? Wanaomba. Wanaanza kuamini kwamba kumbe huyu kupiga kwake magoti sio bure. Amina. Amen. Kumbe kuna vitu sisi tunaweza tusiviweze, lakini yeye akavifanya. Na ile ikawa ni utisho kwenye eneo lote ile na mtaa wote ule, maana ile vurumai ileta umzo mpaka maeneo yote ya mtaa katika maeneo yale. Ikawa ukipita unaona watu wananyosha vidole tu. Yule pale, yule ndo alifanya kwenye bidhaa. Haleluya. Amen. Kinachofanya kazi ni nini? Vipawa. Amina. Haleluya. Amen. Vipawa ndicho kinachofanya kazi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chochote Mungu anachokuelekeza kifanye. Afu usimwonee haya Mungu uliye naye. Acha ulio nao wajue unaye. Amina. Amen. Mimi nikiwa kazini, kwa wale wanawake ambao hawajapata mimba siku nyingi, wakija kukaa pembeni yangu, baada ya siku chache unasikia amepata mimba. Amina. Wakaanza kuleta gumzo ofisini kwamba wewe ukitaka kupata mimba tukaa karibu na mtumishi pale. Kaa karibu yake tu. Yaani lazima ikamate, lazima ifariki. Lazima ikamate. Sio kama tunaelewana mpaka hapa. Amina. Kaa karibu yake tu. Kwa hiyo hata wale ambao wana mizigo sugu ya siku nyingi na waona wanasogea karibu. Na mimi najifanya kama siwaoni. Najua tayari wanatimiza nini? Wanatimiza neno. Wanatimiza neno. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karama, tumia kipawa Mungu alichokupa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipelekwa kwenye shule moja, nilihama kutoka kwenye shule moja Morogoro nikaja huko Dar es Salaam huko Bagamoyo. Ile shule masomo ambayo nilikuwa nayafundisha ambayo ni ya biashara. Nilifika pale, mkuu wa shule kwanza, wanafunzi wanafundishwa kuanzia form 1 wanaishia form 2. Nikawauliza siku moja, kwa nini wanaishia form 2 waende mpaka form 4? Akasema kwanza walimu wachache, afu isitoshe huko nyuma walimu walikuwa wengi, wakifika hata mpaka form 4 wanapata F wote. Nikamwambia okay, ngoja mimi niende nao sasa hivi. Nitoke nao kuanzia huku chini, niende nao mpaka mwisho. Niangalie kama hizo F zitatokea. Kwa shule siku akacheka sana. Akaniambia wanapigaga AA zote, akamaanisha A sio A, ni F. Ni F. Nikamwambia okay, ngoja niende nao. Sehemu ya mwalimu mwingine akaona huu mzigo ulishatweka mapabaya toka huko nyuma. Katafuta namna, kachomoka, kakimbia zake, kahamia shule nyingine. Nikaenda nao. Wamemaliza form 4, hakuna F hata hii. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Shule niliyohamia ilikuwa haijapewaga zawadi ya aina yoyote ya kufaulisha kitaifa. Lakini mimi ndio nilikuwa wa kwanza kuichukua hiyo zawadi. Yes. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anayefanya kazi ni nani? Yesu. Ni yule tunayemwamini. Amina.
Ndio maana ukikiri mabaya yanafanya nini? Yanakupiga, yanazidi kukuchakaza, yanazidi kukupiga. Ukisema ili mme nilionao nilibaya, litakuwa libaya kama shetani, ili kung'ate vizuri, kwa sababu tunafundishwa kweli. Sijui kama mnaelewana vizuri. Hata mtoto wako usiseme ili toto baya, litamkie mema. Huo ubaya unaouona kwake sasa hivi, sema uzuri ambao atakaokuwa nao. Atakuwa mzuri kupita watoto wote walioko duniani. Atakuwa chombo kizuri kuliko chombo kingine chochote. Kila unapokiri, malaika wanakuja kubadilisha. Wanakuja kubadilisha. Ndicho kinachofanyika. Usidanganywe. Ubaya umalizwa kwa wema. Tamka wema kwenye hicho kitu, utaona mambo mazuri yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu amenijalia watoto 4 mpaka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na shuleni wanaongoza, wanashika namba 1. Amina. Amen. Amen. Wanashika namba 1. Amina. Yaani walishafikia pointi, mtoto akipata hata mtihani labda anatakiwa apate 50, akiona amepata 47, 48, anaenda kuficha ule mtihani kati ya 50. Haji kunionyesha baba yake. Anajua amefanya nini? Amefeli. Nguvu gani inampeleka? Ni kwamba ni andiko. Kila ninapokuwa kwenye maombi yangu nainua watoto. Amina. Namwambia Bwana, ulisema watoto wangu watafundishwa na wewe. Ulisema watakuwa vichwa na sio mikia. Ulisema watakuwa juu tu na watashuka chini. Amina. Kwa vyovyote vile itakavyokuwa, hata kama mtihani amepata chini, lakini amekuwa wa kwanza katika hiyo chini. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa kila kitu Mungu anakiweka sawa na unavyotamka. Anakiweka maeneo yake hivyo hivyo. Huyo mume wako ulianza naye vizuri, sasa unaona mawenge yamemjaa. Tamka mema kwa ajili yake. Maana kuna watu wanajua kusuka watu huko duniani. Amen. Wewe unadhania ni yeye, kumbe sio yeye. Kumbe kuna liroli shatupwa na jirani mmoja pale, anaona mbona yule anajifanya na yule aliye naye sana. Wewe unaona anageuka, anaanza kufanya vitu vya ajabu ajabu, na wewe unamsindikizia na mawe kule aliko. Afu yule aliyekufanyia yale mambo akiangalia anacheka, anasema sasa raha. Sasa tunafanana, sasa wewe ukishaona hivyo, tamka. Umepewa mamlaka ya kuvunja na kuharibu roho yoyote inayomwandama mume wako. Haribu. Amina. Noa kila kilichopandwa kwake, iwe amelishwa kwenye njia au kwenye nini, haribu, bomoa, angamiza. Ukishamaliza hapo utasikia simu yake saa hiyo. Mke wangu vipi? Nikuletee zawadi gani leo? Maana yake nini? Sio yeye. Maana yake sio yeye aliyekuwa hapo mwanzoni. Kuna nguvu inaendesha watu duniani. Kuna nguvu zinatenda kazi huku duniani. Nguvu hizo zinaendeshwa na wanadamu. Wachawi, watu wa giza. Kwa kila unachokiona, usikimbilie haraka kuhukumu. Ndio maana maandiko yanasema msihukumu, msije mkahukumiwa. Kwa sababu kuna kitu kingine unakihukumu na jinsi Mungu anavyokitazama sivyo. Mungu akitazama anaona huyu mbona kaonewa na yule kamfanya hichi, na ndio maana hapa hakuna amani. Alafu na wewe unakomaa kuhukumu. Kabla hujahukumu, nenda mbele zake kwanza. Kwa huyo ambaye anayeweka watu kwenye njia, anza na huyo kwanza. Ukiona amekaa vizuri, tujua nimegundua sasa, kumbe huyu anachezewa akili. Nishajua wapi pa kubonyeza. Kila kikitokea kitu fulani najua wapi pa kubonyeza. Bwana Yesu asifiwe. Na ukibonyeza tu unaona kitu kimekaa kwenye line yake. Bonyeza tu unaona kitu kimekaa kwenye line yake. Utaanza kusikia nakwambia tu, mke wangu si unajua, yaani siku hizi natamani kweli kukaa nyumbani saa zote. Nikae na wewe tu, tupige story, tufanye hichi, tufanye kile na kile. Sijui kwa nini. Kumbe ajue kuna mahali unabonyeza nini? Batari saa zote. Mahali unabonyeza batari. Ila ukikaa kimya, adui ana meza.
kitapotea kilicho chako mbele ya macho yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema vipawa. Vipawa. Sema vipawa. Vipawa. Uko tayari? Amina. Karama yoyote Mungu akishaiweka kwako, wewe inahitaji kuchochewa, inahitaji kuchochewa. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 6. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 6. Kazi ya kipawa ni kuvirikisha aibu yako. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari ule wa 6, naomba tusome. Kwa sababu hiyo na kukumbusha, uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono. Kwa kuwekewa mikono. Rudia tena. Kwa sababu hiyo na wakumbusha, uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Uichochee. Hapa ni Paulo alikuwa anamwambia Timotheo mwanae, akamwambia ichochee karama ya Mungu iliyowekewa ndani yako kwa kuwekewa mikono na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutaenda kuweka mikono juu yenu. Amina. Amen. 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 Nachoenda kufanya sio kwamba naenda kuweka karama kwako, ila naenda kuiruhusu ile karama yako ikainuke ikafanye kile ninachotaka. Usiionee haya. Karama uchochewa. Msukumo unaohusikia kufanya kazi ya Mungu ndani yako, utumie msukumo huo kufanya hicho unachokisikia pasipo kuona haya. Kwa nini nachochewa? Kadri unavyoichochea inazidi kuonyesha uzuri wake, inazidi kung'ana kuonyesha uzuri wake zaidi. Ichochee, usiache. Hello. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wakati karama zikiachiliwa, wewe kama ni mgonjwa, uponyaji wako utapita huko huko. Amen. Kama ni nini unahitaji huko huko, kwa sababu ndio kazi kubwa ya karama. Ni kuachilia mahitaji ya watu, ni kuruhusu mahitaji ya watu yaweze kufanya nini, yaweze kutoshelezwa. Ndio kazi ya vipawa.